Tumekuwa tukishirikiana kwa ukaribu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo tumeweza kuwafikia takribani wananchi 3,662,643, ambapo wanaume ni 1,779,018 na wanawake ni 1,893,625 katika mikoa 19 ya Tanzania. Hii yote ituonyeshe umuhimu mkubwa wa watu kupata msaada wa kisheria. Siku moja niliwahi kueleza na ninaendelea kulirudia popote ninaposimama, ni wakati serikali ione kwamba kuna umuhimu wa kutenga fungu kwa ajili ya mahitaji ya watu wanaohitaji msaada wa kisheria, ili huduma hii iweze kuwafikia wananchi wengi na kwa wakati, kwa sababu TLS kwa kupitia fungu lake watu wengi sana tunashindwa kuaccommodate moja kwa moja, na kupitia impact ya Mama Samia Legal Aid ile tuliofanya mwaka jana, tuliona tumewafikia watu zaidi ya 3,600,000. Kwa hiyo it was inaonyesha kwamba mahitaji ni makubwa, lakini uwezo wa TLS kuraise pesa kwa ajili ya kufanya kazi hii kupitia mifuko ya mawakili ni mdogo. Kwa hiyo ni muhimu serikali ione wajibu huu ni wake. Nimefurahi waimbaji hapa walikuwa wakicite vifungu vya katiba kuhusu mamlaka ya mahakama, na ili mahakama iweze kufanya kazi vizuri ni watu wote wafike kwa usawa mbele ya mahakama, kwa sababu wakati fulani tunaweza tukafunga watu sio kwa sababu ni wahalifu, lakini kwa sababu wameshindwa kujieleza na jaji pale hayuko kutoa ushahidi, atajua tu kwamba wakati fulani ni changamoto. Kwa hiyo ni vema tuone kwamba wananchi wapate uhakika wa huduma za kisheria kwa njia ya uhakika na inayotabirika. TLS tuko tayari kushirikiana na wadau wote ikiwemo serikali, na nimesema mara zote TLS itafanya kazi na kila mmoja. Sehemu ya kushauri tutashauri, sehemu ya kukemea tutakemea bila uoga, na sehemu ya kupongeza tutapongeza, ni wajibu wetu. Kwa hiyo tukikemea, tuliyekupongeza usinune, na tukipongeza, tuliyekukemea usichukie. Ni kawaida tu katika kufanya kazi yetu, kwa sababu kazi yetu ni ya uragibishi, lakini uwajibikaji vile vile. TLS kwa kutambua ustawi wa jamii, vile vile tumeendelea kuimarisha njia mbadala kupitia TIAC ili kupunguza msongamano wa mashauri katika mahakama na kujenga imani ya wawekezaji katika mifumo ya upatikanaji haki Tanzania, hivyo kuchangia ustawi wa jamii, ukuaji wa biashara. Kwa sababu tunaamini katika usuluhishi au kuimarika kwa vyombo mbalimbali vya kiusuluhishi katika nchi kunasaidia kupunguza mlundikano wa kesi zisizokuwa za msingi mahakamani. Kuna mambo ambayo unakuta hayahitaji tafsiri kubwa sana ya sheria kumhitaji jaji na hakimu kufanya kazi, lakini kwa njia ya maafikiano pande zote zinaweza zikakaa kuzungumza na kumaliza migogoro kwa haraka na kurudi kwenye uwekezaji au shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha siku hii ni muhimu pia kutaja changamoto ambazo sisi kama wadau wa haki tunaziona zinahitaji nguvu ya pamoja ili kuleta ustawi wa maendeleo ya kitaifa.